The spirit moves within you. Karibu katika sehemu ya pili ya hadithi ya mchungaji Suddenly. Kabla hatujaendelea, subscribe na like video hii. Pia andika mahali ulipo tuwe marafiki. Usiku mmoja mzito, katika eneo la Temeke, familia moja ilikumbwa na tukio la ajabu. Mama, mbona kitu mbaya? Tulia. Mpaka nistolia ukutani. Baraka, tulia nini hiyo? Mbona? Hapana. Mtoto wao mdogo, Baraka, alisema kuna vitu vinatembea ukutani. Wazazi wake walidhani ndoto tu mpaka siku ile walipoona wenyewe. Panya na mijusi walikuwa wengi kupita kiasi, wakitoka ndani ya dari, wakitapakaa ukutani, na wengine wakionekana kana kwamba wanatoka kwenye nyufa zisizokuwepo kabla. Mtu mmoja aliwashauri wamwite mchungaji. Walipata namba kupitia mtu wa karibu. Hakukuwa na jina, ila ujumbe mmoja tu: njoo saa 6 usiku, usichelewe. Mlango uligongwa polepole. Habari za jioni. Alipoingia alikuwa yule yule mchungaji Daniel. Lakini safari hii hakutabasamu. Uso wake ulikuwa mtulivu lakini mzito. Alinyanyua mkono wake taratibu. Hakupiga kelele, hakukimbia. Alinongona maneno kidogo. Ghafla mijusi wote walisimama. Ndio, walisimama. Kisha mmoja baada ya mwingine wakaanza kuanguka chini, kimya, bila kelele. Ndani ya dakika chache hakuna aliyebaki ukutani. Wote walipata mshangao. Siku iliyofuata, mwanamke mmoja aliyekuwa na maradhi ya tumbo kwa miaka mingi aliletwa kwa siri mahali alipokuwa mchungaji huyo akifanya maombi maalum. Mchungaji Daniel alisimama mbele yake. Safari hii alizungumza kwa sauti ya juu kidogo. Aliweka mkono wake juu ya tumbo la mwanamke huku akinongona. Hakuna aliyeelewa alikuwa anaongea na nani. The spirit moves within you. Muda mfupi baadaye, mwanamke huyo alibadilika na kuwa kijana mwenye afya. Kila mtu alishangaa muujiza huo. Amina, ambaye alikuwa bado anafuatilia kila kinachoendelea, alisikia habari hizi zote. Alijua jambo moja: hii haikuwa tu kurudi kwa mchungaji, ilikuwa ni kiwango kingine. Alipojaribu kumtafuta, aligundua kuwa sasa mchungaji Daniel hakuwa na ratiba. Alikuwa akitokea sehemu tofauti tofauti, leo Kinondoni, kesho Ilala. Na kila mahali alipoenda, miujiza ilizidi kuwa ya ajabu zaidi. Mtu aliyekuwa hawezi kuongea alianza kuongea ghafla, lakini sauti yake haikuwa yake. Kijana mmoja aliyetajwa kuwa na mapepo alipiga kelele, kisha akatulia, lakini akaanza kutabiri mambo yasiyotokea bado. Roho Mtakatifu kuomba kunaha chini. Unani jadi abajwa mkuona mabea aive kicha kiongwake mwengwage yapo yebato. Amin. Mungu akubariki. Mwanamke mmoja alidai kuona kivuli kikitoka mwilini mwake wakati mchungaji alipomwombea. Lakini kulikuwa na jambo moja lililowashtua watu zaidi. Baadhi ya waliopata miujiza walianza kubadilika. Walikuwa kimya sana. Wengine walidai kusikia sauti zinazowaambia warudi tena kwa mchungaji. Usiku mmoja, Amina alipokea ujumbe mfupi kutoka namba isiyojulikana. Ukweli gani? Nani huyu? Ukitaka ukweli wote, njoo peke yako kesho usiku. Ujumbe huo ulimpa mashaka. Mahali palikuwa limeandikwa Mbezi Beach. Amina alitazama simu yake. Alijua safari hii atakuwa katikati ya kila kitu, na labda hatatoka salama.